bado kuna dukuduku na malalamiko mengi yanayohusiana na masuala ya upatikanaji wa mafuta kwa ujumla wake, kama ambavyo nilitoa taarifa kidogo sana pale kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nirudie tu kwa kusema kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam ndio habu ya mambo hayo yote. Sisi ndio tunaopokea mafuta hapa, wanapokea wenzetu wa Tanga, wanapokea wenzetu wa Mtwara, kwa sababu Dar es Salaam ina bandari ya Dar es Salaam, Mtwara kuna bandari ya Mtwara, na Tanga kuna bandari ya Tanga. Huko kote, ndugu waandishi wa habari, zimejengwa hifadhi za mafuta, tanks za mafuta. Kama nilivyosema, Dar es Salaam tunazo 22, wenzetu wa Tanga na wenzetu wa Mtwara wanazo pia chache, ambazo jumla zinafanyika kuwa 26. Lakini kama nilivyosema awali kwamba matenki haya katika tulionayo yana uwezo tu wa kutunza mafuta lita za ujazo 1,346,627. 1,346,627 lita za ujazo. Hizo ndio lita ambazo zinatunzwa katika maghala ambayo sisi tunayo. Sasa hoja kubwa ambayo pia tulikuwa tunaifanua ni kwamba kuna utofauti kati ya reserve na bei. Reserve na bei. Kuwa na reserve haimaanishi ndio bei inakuwa hiyo hiyo. Sasa kama nilivyosema kwamba sisi kwa Dar es Salaam pekee yetu tuna vituo vya mafuta 470 mpaka taarifa ya leo. 470. Hivi vinauza petroli, vinauza diesel, vinauza mafuta ya taa. Na wa suppliers wachache ndio wanaokwenda kuuza mafuta, ndio waliopewa tenda kuuza mafuta ya ndege. Sasa kwa hapa kwetu sisi Dar es Salaam, upatikanaji wa mafuta mpaka sasa upo 100%. Mafuta yanapatikana. Hakuna tatizo lolote mpaka sasa ambalo mimi kama mkuu wa mkoa nimekusha ripotiwa kuhusiana na uhaba wa mafuta. Lakini kitu ambacho Watanzania wengi wanalalamika ni kuhusiana tu na bei. Na nimemsikia pia ndugu yangu Heche ambaye ni naibu, ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, akizungumzia kwamba kupanda kwa bei ya mafuta iliyotokea sasa ni viongozi wachache wanakula pesa. Sasa labda mimi, ndugu zangu waandishi wa habari, niwape tu ufafanuzi kidogo. Unajua, wakati fulani kama huna data vizuri, ni vizuri usizungumze kwa watu. Bei ya mafuta iko wazi duniani kote. Na ili kupata bei ya mafuta unaangalia vitu vikubwa kadhaa. Cha kwanza, na naomba mwe makini sana. Cha kwanza unaangalia kitu ambacho kinaitwa FOB, bei ya mafuta kwenye soko la dunia. Bei ya mafuta kwenye soko la dunia, nachukulia tu mfano, ni kama ilivyo soko au bei ya dhahabu kwenye soko la dunia. Inaeleweka kabisa kwamba dhahabu leo kwenye soko la dunia iko namna hii. Hiyo ni kitu cha kwanza, tunaita FOB price. Lakini jambo la pili, tunaangalia kitu kinaitwa premium. Labda hiki niseme ndugu zangu waandishi wa habari mkielewa. Sisi hapa Tanzania tuna agency ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja. Mamlaka ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja, ambapo mahitaji hukusanywa yanayohitajika katika kila mwezi, tunapeleka kwenye hiyo agency ambayo inaagiza mafuta kwa pamoja, Petroleum Bulk Procurement Agency. Mamlaka hiyo inatangaza tenda kwa makampuni makubwa yanayotaka kwenda kununua mafuta kwa pamoja ili yapate tenda hiyo. Sasa kinachotokea ni kwamba kila kampuni inataja gharama zake na bei zake. Baada ya vita kuanza, serikali iliendelea na utaratibu huo. Kilichotokea ni kwamba makampuni yalitenda kwa kama 340 metric ton kwa metric ton. Hizo ni dola. Baada ya kufanya hivyo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaagiza pia Wizara ya Nishati chini ya TPDC nao kwenda kufanya bei, kwenda kuulizia bei kwenye huko duniani tuweze kujua ni shilingi ngapi. Kilichotokea, kulikuwa kuna utofauti wasi chini ya shilingi, wasi chini ya 100. Kulikuwa kuna utofauti wasi chini kama ya 100. Mheshimiwa Rais akatoa maelekezo kwa wizara hiyo kwamba kwa kuwa sasa kuna masuala ya kivita haya, Wizara hiyo ya Nishati kupitia TPDC ndio wanaotakiwa sasa kununua mafuta hayo kwa si chini ya miezi 3 kama kipindi cha mpito, wakati duniani huko kuna hizo vita zinazoendelea. Sasa TPDC maana yake ni kwamba wakapata sasa
kwa bei angalau ndogo ukilinganisha na ile ambayo huwa inaweza ikawa inanunuliwa katika siku zingine za kawaida. Hiyo ndugu zangu ni hoja ya pili, inaitwa premium, yani gharama za uletaji wa hayo mafuta, gharama za uletaji wa hayo mafuta. Sasa hizo gharama za uletaji wa hayo mafuta zinakuwa determined na vitu gani? Cha kwanza, hali ya bandari yenu. Unapokodi meli kule, watu wanasema bwana, sisi Tanzania hatuwezi kuja kwa sababu tunakaa muda mrefu labda pale bandarini. Sasa tukikaa muda mrefu itabidi mlipe nyinyi wenyewe sasa hiyo gharama ambayo sisi tunakaa pale bandarini. Mkiona zile meli kule nje kunaitwa out anchorage. Lakini pia hali ya bandari yenu, vifaa sasa vya kupakulia, kama ni makontena au kama ni mafuta, ambacho kifaa kimoja wapo kinaitwa SSG ambayo ni ship to shore gantry crane. Lakini vifaa vingine, ndio maana leo mnaona hali ya bandari yenu, hali ya guts ina ukubwa kwa namna gani kwa accommodate meli kubwa au meli ndogo. Sasa ndio maana unakuta mwaka jana, mwaka juzi, Mheshimiwa Rais alisema haiwezekani tukabaki kwenye malalamiko hayo, tuanzishe moja kwa moja, tufungue moja, turekebishe bandari yetu ili iweze kukidhi vigezo hivyo vya ulimwenguni. Ndio yale mnakuta kidogo watu wakaanza kupiga kelele, lakini kwa sababu tulikuwa tu hatufahamu. Marekebisho makubwa ambayo Mheshimiwa Rais alim ni kama haya, ni kama alikuwa nabii wa kwamba tunaelekea wapi. Hivyo ni vitu pia ambavyo vina determine ile premium ambayo tunaita premium. Hoja ya tatu ambayo ina determine gharama za mafuta ni kitu kinaitwa mabadiliko ile tunaita dola. Dola ikipanda, ikishuka, vile vitu vyote pia vinaathiri gharama za mafuta katika mkoa wetu au katika taifa letu. Hivyo vitu vikubwa vitatu ambavyo nimesema, FOB, premium, exchange rates hizi za masuala yetu ya dola, ni vitu vitatu ambavyo vinaingia kwenye kitu kinaitwa price chart. Kwenye price chart, kinachoongezeka sasa baada ya hivyo vitu vitatu, kinachoongezeka ni tozo za kisheria zilizopitishwa na bunge ambazo zinaingia kwenye mafuta, ambazo tozo zile ukiangalia kama 1000 na plus kidogo za kisheria. Sasa ukijumlisha hizo gharama zote, ukajumlisha na ile tozo ya kisheria iliyopo, inaonekana wazi kwamba sasa mafuta mpaka hapa Dar es Salaam yamefika kwa shilingi let's say 3300. Nachukulia tu mfano. Then ukisha kujua kwamba yamefika kwa shilingi 3300, sasa kumbukeni haya yameletwa pia labda na mfanyabiashara. Anatokea mtu anaitwa EWURA, ndio anakuwa katikati kubalance bei ili Watanzania wasiumie. Is something very clear. Wala hitaji kwamba kuna mtu amekula pesa au namna gani. Hata watu wanajiuliza, kama bei ya mafuta mlionayo mlinunua mwezi wa pili, kwa nini sasa leo mje mpandishe bei? Jambo ni dogo tu. Ni kwamba bei inayoamliwa, kwa mfano sasa hivi tuko mwezi wa 4. Mafuta ya mwezi wa 4 yamenunuliwa mwezi wa 3. Wakati tayari huko duniani kuna nini? Kuna mitikisiko. Mafuta ya mwezi wa 3 yamenunuliwa mwezi wa 2. Kwa hiyo ili upate bei sasa ya mwezi huu, unachokifanya unaangalia mafuta ulionayo kwenye maghala na bei yake leo, unaangalia na bei ambayo mafuta yale yamefika, yako pale bandarini kwenye guts, yanashushwa pale KOJ1 na KOJ2 yanashushwa pale, na yale ambayo yanashushwa kule bandarini kule. Then ile bei sasa EWURA anachokifanya anatafuta average, alafu anasimama katikati. Kwa nini? Kwa sababu kwenye vituo vya mafuta, utaratibu wa awali wa taifa letu kuagiza mafuta kupitia wale makampuni, huwa tunaagiza mafuta ya mwezi mmoja. Si kama maeneo mpaka hapo. Sasa kule duniani kule ambako tunasema tunaagiza mafuta kule miezi hii michache wanatoa masharti kwamba sisi mtu atakayekuja na kahela ka mwezi mmoja hatuwezi kumuuzia. Tunataka mtu ambaye anachukua mzigo kwa pamoja, kwa sababu tunauzalisha, tunataka mtu anayechukua mzigo kwa pamoja. Sasa anaweza kuchukua pia mzigo kwa pamoja, ndio maana serikali inafanya kitu kinaitwa intervention. Sasa je, watu wanajiuliza, sasa kama mnasema tuna reserve ya mafuta, kwa nini sasa tena mnapandisha bei? Hapana. Yaani iko hivi, ndugu zangu waandishi wa habari. Nitumie lugha kawaida sana. Wewe kama mwandishi wa habari unaweza kuwa una chakula mwezi huu au mwaka huu, lakini chakula chako kile kikawa haunacho kwenye ndani ya nyumba yako kwa mwezi huu. Yaani maana yake ni kwamba kuna chakula unacho shambani, ukikiona unajua kabisa hiki ni cha kwangu. Chakula cha pili kipo ambacho umeshavuna, umepakia kwenye lori, kinatoka kule Iringa kinakuja Dar es Salaam. Hicho nacho ni cha kwako.
Chakula cha tatu ni kile ambacho kimeshafika pale Mabibo sokoni, ni kitendo cha wewe kwenda kukichukua tu pale Mabibo sokoni, kile nacho ni cha kwako. Chakula cha nne ni kile ambacho unacho nyumbani kwako, kiko kwenye store yako, hivyo vyote ni vya kwako. Na kwenye mafuta tunaangalia mafuta yaliyoko kwenye refinery ambayo tumeshaingia mikataba, tunaamini ni ya kwetu. Mafuta ambayo yameshapakiwa yako bahari kuu yanakuja, hayo nayo ni ya kwetu. Mafuta ambayo yameshafika hapa bandarini yanataka yaanze kushushwa na yale yoko nje, hayo nayo ni ya kwetu. Na mafuta yaliyoko kwenye maghala machache tulionayo, hayo nayo ni ya kwetu. Na mwisho mafuta yaliyoko kwenye maghala pamoja na kwenye vituo vya mafuta, yote hayo ni ya kwetu. Sasa je, tuna uwezo wa kuwa na mafuta wa zaidi ya miezi mitatu kwenye hayo mahifadhi? Jibu ni kwamba hapana. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, kama mnakumbuka, pale Kigamboni last time alikuja kuzindua ujenzi wa maghala makubwa ya mafuta kwenye lile eneo pale. Hoja msingi alikuwa anaingia kwenye kitu kinachoitwa Strategic Petroleum Reserve, kwamba lazima tuingie kwenye uhifadhi wa mafuta wa kimkakati, ili hata kama dunia itasema chokolo kidogo huko, angalau tuwe nayo hata ya miezi mitatu. Sio yako njiani wala sio yako baharini, bali yako kwenye matenki ambayo tumekwisha yahifadhi wenyewe. Nadhani mmenielewa kidogo. Sasa kama Mheshimiwa Rais alivyozungumza kwamba bei pia mwezi wa 5 yatakuwa ni mafuta yaliyonunuliwa mwezi wa 4, si kama mnaelewa mpaka hapo. Sasa mnaweza kukuta pia ya bei imeshuka kidogo kutokana na hiki ambacho leo kinaendelea, ambacho kinaitwa ufunguaji wa ile njia ya Hormuz, ambayo watu wanaruhusiwa kupita kwa hizi wiki mbili ambazo wenzetu wametangaza kusitisha ile vita. Yale maelezo ya Mheshimiwa Rais yako very clear. Sasa siasa kwenye jambo hili, na nyinyi waandishi wa habari, nendeni mkapate kitu kinaitwa price chart, mkaangalie price chart inasema nini. Nendeni mkaangalie tozo za kisheria ambazo hata wabishi ambao waliwahi pia kuwa wabunge nao walishiriki kuzipitisha zile tozo. Sasa issue inakuja kwamba sasa kila serikali ina utashi wake wa namna sasa kuyaendea mambo baada ya ukweli huo, sasa kwamba kitu sokoni kiko labda 8900 au vitu gani. Sasa rai yangu mimi ni kwamba LATRA, malalamiko ya baadhi ya wamiliki wa magari ukiyasikiliza yako genuine, na katika mkoa wangu na ambao nauongoza niliopewa ridhaa na Mheshimiwa Rais, tumewaelekeza LATRA kuhakikisha wanasikiliza maoni ya wamiliki wa magari, ili pia kuhakikisha kwamba hatuuongozi mkoa wetu kwa makelele, kwa sababu ni kweli kwamba mafuta yamepanda, na kama yamepanda kidogo basi tuone nini cha kufanya. Na ni kweli kwamba LATRA nao wamejaribisha kusimama katikati, angalau kubalance kati ya mmiliki wa gari, mwananchi na bei ya mafuta. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kusaidiana. Lakini LATRA kitu ambacho pia walikuwa wanakidhibiti ni ule uholela, kila mmoja anaamka anapandisha bei tu kwamba mimi daladala itakuwa shilingi 3000. Sasa mwisho wa siku makelele yatakwenda tena kwa Mheshimiwa Rais, kwa kuwa ndiye aliyepewa ridhaa ya kuliongoza taifa lake. Hayo nimeona niyafanue kidogo, na kwamba msije mkadhani serikali iko rigid katika kutosikiliza wamiliki wa magari au kutosikiliza wananchi au kutosikiliza kipande kingine chochote kile. Lakini na jambo la mwisho, kumbukeni Tanzania sisi pia tuna mafuta yanayokwenda kwenye mataifa wenzetu, yale yanaita transit goods, ambazo zinakwenda kwenye mataifa ya wenzetu. Sisi tunasafisha mafuta ya wenzetu kwenda Kongo, kwenda Malawi, kwenda si wapi, tunasafisha yale mafuta. Yale mafuta ukiyaona tu usikafikiri ni ya kwetu, hapana. Yale ni mafuta ambayo tayari yapo kwenda kwenye taifa la wenzetu, lakini tu kwa sababu hawana bandari ya maji kuweza kupata mafuta yao moja kwa moja kutoka kwenye bahari, sisi tuna wajibu wa kuwapelekea mafuta yao walioyanua sisi kama njia. Sasa uwezo kaanza kuyatumia mafuta yale ya mwenzio unayatumia hapa, kwa sababu hata sheria yale mafuta yanakuwa hayana kodi ya hapa ndani ya taifa letu. Kwa hiyo nimeona niyafanue hayo ili angalau Watanzania hawa na wana Dar es Salaam tusipate tena kile kigumizi kidogo cha maswali machache ambayo watu walikuwa wanaweza kujiuliza. Kwa taifa letu na mpango wa Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha tunaendelea kuwa na reserve tanks, yale matenki makubwa yale. Ni kama nyinyi wenzangu watu wa Dar es Salaam, niliwaambia siku moja kwamba sisi Dar es Salaam hatuna vyakula ndani. Kwa hata tukipata mitikisiko ni rahisi sana pia kuumia, kwa sababu hatuna vyakula ndani. Sasa kitu ambacho Mheshimiwa Rais alikibuni, na ndio mwaka huu kinazidi kutokea, aliwaelekeza mamlaka zinazopaswa kufanya kwamba ni vizuri tukaanza kujenga matenki makubwa, ili hata kama dunia itarise na kufall kwa namna fulani, tuwe angalau basi na mafuta kiasi chini hata miezi miwili, miezi mitatu, mwezi mmoja full, kwamba tuna mafuta, hatuwezi tena kuagiza kwa miezi hiyo. Na jambo la tatu,
ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndugu zangu waandishi wa habari, Mheshimiwa Waziri Mkuu alipotembelea soko la simu 2000 alielekeza moja, pafanyiwe usafi. Ninayo haki na ninayo heshima kuambia kwamba halmashauri au manispaa au wilaya ya Ubungo kwa kushirikiana pia na ofisi ya mkuu wa mkoa wamefanya usafi huo kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza. Lakini zaidi pia, jana tulikuwa na ziara na Mheshimiwa waziri wetu wa TAMISEMI, na yeye ametoa maelekezo ya haraka kwamba wafanyabiashara wapange meza kwenye ile eneo ambalo lilikuwa limeungua wakati eneo lao linajengwa kwa spidi kutoka sasa. Na maelekezo pia Mheshimiwa waziri yalikuwa ni mkuu wa mkoa, katibu tawala mkoa pamoja na mkuu wa wilaya inayohusika kusimamia haraka sana yule mkandarasi pamoja na watu wa dati, ili ndani ya miezi 3 mpaka 4 wafanyabiashara wale waweze kuhamia kwenye yale maduka ambayo yatajengwa, ambayo yatakuwa si chini ya 900, ambazo hizo nazo ni fedha ambazo zimetolewa na serikali yetu chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo jingine lilielekezwa masuala ya mikopo. Tayari mpaka muda huu tumekwisha anza haraka sana kuhakikisha wale wenye sifa wanaanza kujaza nyaraka za msingi ili waweze kupewa mikopo ambayo imekusudiwa. Nimeona nitoe taarifa hiyo kwenu waandishi wa habari, kwa kuwa soko lilipoungua mliwahabarisha Watanzania, na sasa soko linapokwenda tena kuendelea kukarabatiwa ni vizuri pia mkahabarisha Watanzania kuhusu process na procedures ambazo tutazifuata ili kufikia huko. Na baada ya kusema haya, nirudi tena kwenye hoja ya kwanza. Na wakaribisha tena wana Dar es Salaam wote tarehe 13 ya mwezi wa 4 2026 tuungane na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla kuupokea mwenge wa uhuru ukitokea Zanzibar kule. Tuupokee mwenge huo tarehe 13, uanze kukimbizwa katika wilaya ya Ilala na mwisho tuhitimishe katika wilaya ya Kinondoni, tukikabidhi katika mkoa wa Pwani kwa Mheshimiwa ndugu yangu Abubakari Kunenge. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Na washukuru sana kwa kunisikiliza.